Ujambo na karibu kwa taarifa ya hii leo. Jina langu ni Isaac Leonard. Katika muktadha wa siasa za Kenya, maneno ya vitengo vya viongozi mara nyingi hutumika kuonesha uhusiano wa kisiasa na kidemokrasia kati yao. Katika miaka ya hivi karibuni, hasa wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2022, Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga walikuwa wapinzani wakubwa. Uhusiano wao ulijaa hali ya ushindani mkali na lawama za kisiasa, na maeneo yao mara nyingi yalijaa mashambulizi dhidi ya kila mmoja. Ruto alimuona Raila kama kiongozi wa upinzani, wakati Raila alimuona Ruto kama mtu asiyekalia kiti ama aliyekalia kiti cha urais kwa njia zisizo halali. Hata hivyo, hali hii imebadilika baada ya uchaguzi wa mwaka 2022, baada ya mapinduzi katika siasa za Kenya, na hasa baada ya Rais Ruto kushinda urais. Uhusiano kati yake na Raila umeendelea kubadilika katika hali ya uhasama hadi kuelekea katika hali ya utulivu na ushirikiano. Hii inadhihirika hasa pale Rais Ruto alipomzungumza na umma kumtaja Raila kama ndugu, jambo ambalo liliashiria kumalizika kwa upinzani mkali kati yao. Hii ni hatua kubwa ya kisiasa za Kenya, ambapo viongozi wawili waliokuwa na maoni tofauti kabisa sasa wanaonekana kuungana katika hali ya mabadiliko ya kisiasa, tofauti na miaka ya awali ambapo maneno kama mganga ambayo Rais Ruto alimuita Raila wakati wa kampeni yalionyesha hali ya kutoelewana na kashfa. Leo ni dhahiri kwamba siasa za Kenya zimeanza kupokea mabadiliko ya kifikra na ushirikiano. Rais Ruto alimuita Raila Odinga kama ndugu, ishara ya kuonyesha kwamba siasa za Kenya sasa sio tena za malewano au uhusiano ama uhasama wa kisiasa. Ni ishara ya kudhibiti kuwa sasa, licha ya tofauti za kisiasa, kuna haja ya kushirikiana kwa manufaa ya taifa. Kila kiongozi ana nafasi muhimu katika kujenga taifa lenye amani na maendeleo, na hivyo Rais Ruto anaonekana kutoa mkono wa ushirikiano kwa Raila Odinga ili waweze kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya Wakenya. Kampeni za mwaka 2022, Rais Ruto alijiweka kama mhamasishaji wa mabadiliko na alitaja serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kama uongozi wa kiangazi. Alijitolea kufanya kazi na wananchi wa kawaida na alilenga kuboresha hali ya maisha ya watu maskini. Raila kwa upande mwingine alijiweka kama mtetezi wa haki na mabadiliko ya kijamii, na alilenga kuboresha hali ya maisha ya Wakenya, hasa kwa upande wa rasilimali na usawa. Hata hivyo, baada ya uchaguzi, Ruto alishinda urais na Raila alikubaliana na matokeo na kuingia katika mazungumzo ya kisiasa na Rais Ruto. Kama ilivyokuwa leo, baada ya makubaliano ya kisiasa ya Rais Ruto, Raila ameonekana kutafuta njia ya kuungana na serikali kwa ajili ya maslahi ya taifa. Hii ni siku ya kihistoria kwa Kenya, kwani inaashiria kuanza kwa kipindi kipya cha ushirikiano wa kisiasa kati ya viongozi hawa wawili ambao walikuwa wapinzani wakubwa. Kwa hiyo, uhusiano wa ndugu kati ya Ruto na Raila una maana kubwa katika muktadha wa siasa za Kenya. Ni ishara ya kwamba sasa siasa za Kenya hazifungwi tena kwa migawanyiko ya kihistoria au ya kikabila, bali zinaweza kuwa za ushirikiano na maendeleo. Hii pia ina maana kwamba maslahi ya taifa yatakuwa mbele zaidi kuliko tofauti za kisiasa awali. Na ndiyo taarifa ya leo. Jina langu ni Isaac Leonard.